Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. Ukipata bahati ya kusafiri na kwenda abroad, iwe ni USA, Europe, Gulf countries ama Australia, mambo huwa ni mawili. Kuna kusucceed na kutosucceed. Unaweza ukafanikiwa kimaisha na unaweza usifanikiwe. Kwa hivyo ukiwa umeshikilia ile passport yako, unaenda airport, unaenda abroad kufanya kazi, hayo mambo mawili lazima yawe akilini, uwe umejiprepare kabisa. Unaona? Sababu kuna story ambayo ina trend sahi katika internet, na hii story inamuhusu jamaa anaitwa Nicodemus Lochok. Nicodemus Lochok ni Mkenya ambaye anatoka Turkana County. Nicodemus alisafiri akaenda Amerika. Na alipofika kule Amerika, kila kitu ilikuwa shwari kabisa. Kafanya yale mambo ambayo alikuwa amempeleka kule. Baadaye akafanikiwa kupata mchumba wa kizungu. Kaoana na wakawa wanaishi pamoja hadi wakabarikiwa na watoto wawili. Naona? Lakini baada ya hapo haijulikani maisha yalichukua mkondo gani mpaka huyu jamaa ninavyoongea sahi anaishi kwa streets. Hana hata nyumba ambayo anaweza kujistiri. Naona? So ameishi kwa street kwa miaka 7. Mahali kunaitwa Nashville, Tennessee. This gentleman here, I found him here in Nashville, Tennessee. He's saying he's from Kenya. Can you tell your name? My name is Nicodemus Lochok. Say it loud. My name is Nicodemus Lochok. I'm from Kenya. From Kenya? Yeah. What part of Kenya? North. Turkana. Yeah, he's saying he's from Turkana, so if anybody knows this guy, he's here in Nashville, Tennessee. What's your family name? Imus. Imus? Yeah. Your parents? You said you've been in Nashville for 7 years. 7 years now? Yeah. So you're in Nashville? Yeah. Where can I find you in Nashville? Here? Right here. So you stay here within this area here? Yeah. So you are now homeless, you say? Yeah. You're looking for help, right? Yeah. From Kenya? Yeah. Nicodemus? Yeah. Then we'll try to find for you help, okay? Yeah. So alikuwa anaomba msaada asaidiwe venye anaweza akarudi zake Kenya, sababu hali imekuwa ngumu kule. Sasa imagine unaishi kwa street nchi ya ugenini. Hata afadhali uishi kwa street nchi ya kwenu, either ni Kenya, wewe unaishi kwa street, lakini nchi ya ugenini ni mbaya sana. So Nicodemus alikuwa anataka apate msaada, familia yake itambulishwe kuwa anapitia mateso na aweze kurudi mtaa. Unaona? Lakini pia kama yeye mwenyewe yuko willing kurudi Kenya, anaweza akajiwasilisha kwa Immigration, Custom and Enforcement Authority, ile tunaita ICE. Akijiwasilisha kule anaweza akapelekwa nyumbani free of charge. Hiyo ni moja. Ama kama bado yeye mwenyewe anataka kuendelea kukaa Amerika, wasamaria wema wanaweza wakajitokeza na wakamsaidia. Unaona? Lakini sasa pia inakuwa ni vigumu, sababu kama ameishi kwa street miaka 7, hata vibali vyake haviwezi mkubalia akapata kazi, sababu ameishi kwa street miaka 7 hiyo. Hata mtu akajitolea yataka kumsaidia, huyu atasaidika vipi? Na akisema anakuja mtaa, kama ameshindwa majuu ataweza kusurvive kweli sahi Kenya na huu uchumi ambao huko? Maana tayari Kenya nako kuko na changamoto zake. Unaona? Na huyu jamaa amekaa Amerika kwa miaka
zaidi ya 7. Yaani hana ujanja wowote wa kusurvive Kenya. Akifika Kenya ataona hali ni ngumu sana. Unaona? To be honest, ataona hali ni ngumu sana. Tukiingia kwa comment section, yani Wakenya wanafurahisha sana. Yani hapo kwa comment section watu venye wana comment, si mchezo. Kama wewe uko abroad na unafanya kazi, pambana na yale malengo yako, make sure unayatimiza, sababu watu wanafurahikia sana ukifail. Nimeona comment section hapa watu wanacheka sana. Watu wanacheka sababu huyu jamaa anataka msaada arudi zake mtaa. Unaona? Sababu kama naweza soma comment moja hapa, kuna jamaa hapa amesema huyu ni wazimu. Yaani ameanza tayari na hiyo comment, huyu ni wazimu. Mmoja anasema yani hand jobs ni mingi US hadi wanakosa watu, walai huyu hayuko sawa, arudi Kenya ateseke. Kwao saizi jua inawaka mbaya sana. So hizo ni baadhi tu ya comment ambazo ukipitia hapo na utapata Wakenya wamekuwa excited sana, wanacheka sababu huyu jamaa ameshindwa na maisha ya Amerika. So guys, tujitume, tuchangamke. Ukipata chance ya kusafiri kwenda abroad na usipo succeed, watu watakucheka sana. Naona. Until next time, peace.